bunge limepata sehemu ya uongozi wake, kwa sababu bado hatuna naibu spika na bado hatuna wenye viti wa bunge na viongozi wengine wa bunge. Ni mapema sana kuanza kusema tuna matarajio ya namna gani. Sisi tunamkopesha imani ndugu zungu, na mtihani wa kwanza tuliompa ni kupitia swali ambalo mimi nimeuliza, kwa sababu huko nje kuna vilio, watu hawajaridhishwa na uchaguzi uliofanyika, watu wanataka demokrasia, watu wameuawa, watu wamepoteza ndugu zao, watu wana machozi mengi, watu wamepoteza biashara zao, watu wamezulumiwa ushindi wao. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana, na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania, na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Tunashukuru kwamba amejenga msimamo kwamba bunge hili litakuwa bunge la haki za watu na kwamba mchakato wa katiba mpya utapewa nafasi. Sisi tunamkopesha imani ndugu zungu, itakuwa ni wajibu juu yake kuipokea imani hiyo ama kuidondosha. Sisi tutaingia bungeni kutazama mwenendo wa mambo. Imani ikiendelezwa, sisi tutatoa ushirikiano. Imani ikidondoshwa, tukiona kwamba bunge hili linatoka katika mstari, tutasimama imara kutetea sauti ya Watanzania ambao wametuamini. Matarajio yangu ni kwamba bunge litatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Bunge ni chombo cha kuisimamia serikali, sio chombo cha kuisifia serikali hata pasipostahili. Bunge ni chombo cha kusimamia bajeti. Bunge ni chombo cha kusimamia maslahi ya wananchi, ni chombo cha kutunga sheria. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba bunge hili litatekeleza wajibu wake huo wa kikatiba na wa kisheria. Na mimi niseme, mimi kibinafsi Ado Shaibu Ado, na kwa kushirikiana na wenzangu kutoka chama cha ACT Wazalendo na wale wa upande wa walio wachache, kwa maana ya wabunge wote tunaotoka katika vyama vya upinzani na wabunge wote wenye mapenzi mema na taifa hili bila kujali vyama wanavyotoka, tutautekeleza wajibu huo vizuri. Kwa wafuatiliaji wa mambo wanafahamu, mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kila mwaka huwa anaripoti upotevu mkubwa sana wa fedha za serikali unaotokana na wizi, uzembe na ubadhirifu. Ni wajibu wa bunge hili kuhakikisha kwamba utaratibu huo unaondoka na fedha za wananchi zinatumika kwa mujibu wa malengo yaliyokusudiwa. Mara zote tunaona bajeti ya serikali inaelekezwa sana katika matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo yanapangiwa bajeti ndogo. Ni wajibu wetu kama wabunge kuhakikisha kwamba fedha za Watanzania, kipato chote tunachokipata kama taifa, kwa sehemu kubwa kinaelekezwa katika kuwakomboa wananchi wanyonge. Huko majimboni tulikotoka, wananchi wana matatizo mengi na wana matarajio makubwa na sisi. Mimi ni mbunge wa Tunduru Kaskazini. Kwenye sekta ya afya, wananchi wanatozwa mpaka mabeseni ya kwenda kujifungulia. Wanatunduru wananitazama kwa matamanio makubwa ya kwamba mambo haya yakome. Serikali imeahidi yenyewe kwamba kwa kila mwanamke mjamzito atapata matibabu bure. Jimboni ninakotoka mimi haya hayafanyiki kwa vitendo. Serikali imeahidi kwamba kwa wazee vikongwe watapata matibabu bure. Haya yatekelezwe ipasavyo. Wananchi wengi wa Tanzania ni wakulima, kuna changamoto nyingi kwenye pembejeo, kuna changamoto nyingi kwenye bei ya mazao, kuna migogoro mingi baina ya wakulima na hifadhi, kuna matatizo mengi ya wanyama waharibifu, kuna matatizo mengi ya maji, sekta za umeme, barabara. Watanzania wana matumaini kwamba sisi tutasimama kama sauti ya Watanzania.